DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Naam, imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Josephat Charo. DW habari za ulimwengu. Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Mimi ni Amina Abubakar. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan atangaza baraza lake la mawaziri. Bangladesh yaitaka India kumrejesha nyumbani Hasina kutumikia kifungo chake baada ya kuhukumiwa kifo. Na Ujerumani yatangaza kuondoa vizuizi vya kuiuzia Israel silaha. Habari kamili. Dar es Salaam. Baraza jipya la mawaziri limezua mjadala nchini Tanzania kufuatia mabadiliko makubwa ya majina na nafasi. Baadhi ya mawaziri waliokuwa wakiongoza wizara muhimu hawajarejea, huku sura mpya zikijitokeza na uteuzi wa mtoto wa Rais Samia na mumewe pamoja na kurejea kwa Paul Makonda katika wizara ya habari umeibua maswali kuhusu taswira ya kisiasa, uhuru wa vyombo vya habari na majibu kwa malalamiko ya kizazi cha Gen Z. Najat Omar amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania, Gwandumi Mwakatobe, na kwanza anaanza kuelezea taswira ya baraza hilo. Kwa ufupi tuseme tu kwamba kwanza ni mwendelezo ule ule kwamba tuna baraza kubwa la mawaziri ambao na mambo mengine yanaingiliana. Tungekuwa na wizara moja ya uchumi, ndio kilio cha wengi siku hizi kwamba wizara zinakuwa nyingi mno na kutumia fedha nyingi mno na wizara zenyewe zinaingiliana. Suala la mtoto wa Rais Samia Suluhu Hassan Wanu Ameri na mumewe Mohamed Mchengerwa kuwa kwenye baraza hili la mawaziri linatoa taswira gani? Wanaita nepotism kwa Kiingereza, yaani upendeleo wa ndugu na marafiki zako. Kama nilivyosema, hachaguliwi mtu kwa sababu wa weledi alionao na jinsi alivyomchapakazi, lakini kwa sababu anafahamiana na mteuzi, ni ndugu wa mteuzi. Kwa tunaendeleza ugonjwa ule ule ambao ulimwangusha hata Chakwera. Alikuwa ameteua mtu na kaka yake, mtu na mke wake, mtu na dada yake. Tumeona sasa mke mume yuko kule, shemeji yuko kule. Ni ugonjwa mkubwa. Lakini lingine niliseme, unapobadilisha, wengine hawafahamu, unapobadilisha wizara mara kwa mara unaita jina hili, kuna gharama kubwa sana taifa linaingia kwa kuchapisha, wanaita letterhead, zile barua mpya, kutengeneza vitu mbalimbali vya wizara upya, kwanza kuchora upya, kwanza kuweka mabanga wizara mpya, wakati tulipaswa kuwa na wizara ambazo tunazifahamu kwamba hizi ndo wizara zetu, hazitabadilika. Kuhusiana na kuundwa kwa hizi wizara, kama ulivyosema, kumeundwa wizara mpya ya vijana na maendeleo na amechaguliwa Joel Nanauka ambaye ni mbunge mpya. Unadhani Joel anaweza kukabiliana vipi na malalamiko ya Gen Z nchini Tanzania? Kwanza ni ahadi. Rais alisema anaunda wizara ya vijana, kwa ametekeleza hilo ahadi, lakini aliyemteua atafanyaje, atatekelezaje na atajibuje malalamiko na matatizo walionayo vijana lukuki mengi sana? Tumpe muda kwanza. Tuzungumzie suala la kuwepo naibu waziri wa pili kwenye wizara ya habari na utamaduni na sanaa, ambaye sasa amechaguliwa Paul Makonda, ambaye mwaka 2017 alikuwa na kashfa ya kuivamia Clouds FM. Unadhani Makonda yamewekwa katika wizara sahihi na ina maana gani kwa vyombo vya habari huko nchini Tanzania? Ina maana tu kubwa kwamba yule ambaye anakupigia makofi, yule ambaye anakuabudu, ndio hata angekuwa mbaya kiasi gani kwa wengine au hata kwa taifa, atateuliwa. Huyo ni mtu pia aliwahi kukataliwa kutoingia Marekani kwa kujihusisha na mambo mengi, pamoja na kwamba anapenda sifa, lakini ni mtovu wa nidhamu kweli kweli.